Si mnajua Moses alikuwa kwa mountain akaona burning bush. Mnakumbuka? Nakumbuka. Time Moses aliona burning bush, Mungu alimwambia atoe kiatu. Alikuwa amevaa Crocs, akasema atoe Crocs. Mnajua kwa nini alimwambia atoe viatu? Global warming. Mnajua ni kwa nini? Apendi slippers. Hapana. Ni juu God aliambia Moses atoe viatu juu alikuwa interested na soli ya Moses. What I'm not you down. Aje. Zi. Aje sasa. Tulia. Hiyo itanisaidia kumind my dress code nikienda church. Sio place ndio ilikuwa holy. Zi, itanisaidia kwa dress code wewe tulia. Acha take notes. Wait, story ni yangu ama ni yenu? Aya. Mkikumbuka vizuri, kuna wakati Moses alienda huko akakaa 40 days and 40 nights. Ukweli ama si ukweli? Ni ukweli, a fortnight, nakumbuka, a fortnight. Akakuwa mgonjwa. Juu alisik the Lord, si ndio? Mgonjwa. Anakuaje mgonjwa? Kwani yako kwa Bible gani? Wewe unasoma Shujaa za magani? Alikuwa Sikizeni. the Lord. Nitawa expel. Hii class ni yangu, si ndio? Nitawa expel. Mnajua hiyo time alikuwa na seek God. Juu alikuwa mgonjwa. Mtu akiwa mgonjwa anahitaji kupewa madawa, si ndio? Syrup. Lazima umeze syrup. Sasa hiyo syrup alipewa matembe, yani alipewa tablets. Mnakumbuka? Nakumbuka. Si ilikuwa commandments Buddha. Zi, hiyo itanisaidia kuwa patient. Andika hiyo itakusaidia ukinunua simu. Iti patient tena. Aya. Huyu Moses mmoja time alikuwa na the 10 commandments. Mnajua ni yeye ndo alikuwa kwanza ku break all the 10 commandments. Moses alikuwa mtu wa kwanza ku break all the 10 commandments. Aje. Zi, hiyo time hakukuwa na pesa, alikuwa broke. Ni juu time Moses alikuwa ametoka huko hivyo after amepewa tablet na God. Anarudi hivi anapata Israelites wanaandama. Walikuwa na worship calf. Mnaona? Walikuwa wanaandaa maana. Walikuwa wanaandaa, si ndio? Akafanya nini? Aka break all the 10 commandments. Ni ukweli ama si ukweli? Ni ukweli mwalimu. Andika hiyo itakusaidia ku nini? Silijua sasa walikuwa wamemwasi Mungu. Hiyo sasa achana nayo. Mnajua Jacob alikuwa na watoto 12. Ukweli ama si ukweli? Ni ukweli mwalimu. Ukweli. Jacob kwa watoto 12, mmoja alikuwa tax collector. Ni nani? Mtoza ushuru. Ni nani? Zakayo anakuwa aje kwa Old Testament tena? Hapana mwalimu. Huyu anatumia King James version. Hana New King James. Atafute. Mtoto wa Jacob mwenye alikuwa tax collector ni Levi. Andika hiyo. Acha buna yule kwa jina yake. Kwani ujini infrastructure zinajengwa na nini? Andika hiyo itakusaidia kufollow KRA. Sio kwa jina yao msae. Aya. Tutoke sasa Old Testament tuingie New Testament. Kwa New Testament tunakuja kupata Christ. Si mnakumbuka time Christ alikuwa na nini? Amearestiwa. Si mnakumbuka? Nakumbuka. Mnakumbuka waliarrest Christ. Mnajua ni njia gani walitumia kupita? Si alipita Gethsemane? Hapana, walitumia Jogoo Road. Mnajua ni kwa nini? Ni juu hiyo time kama mnakumbuka vizuri kulikuwa na Simon Peter. Sasa Simon Peter alikaa na Yesu, si ndio? Unajua kwa nini alikaa na Yesu? Juu alikuwa wika. Na jogoo huwa inafaa nini? Inawika. But sasa mwalimu, si mtu akifaa 7 days it makes 1 week. Ndio maana ukikosa kusoma Bible for 7 days it makes 1 week. Na 14 days 2 week. Na 14 days inakumake 2 week. Alafu aya, turudi sasa, nataka turudi Genesis. Kwa Genesis hii sasa nataka kila mtu achukue moral lesson. Kama uko na kitabu andika hii. Kwa hii maisha
usiwahi onea mwenzako wivu ati juu ako na nyota. Si ulisikia hiyo kwa masters? Walai. Alisikia kwa masters. Usiwahi onea mwenzako wivu ati juu ako na masters, juu ako na nyota. Ni kama mmeanza kuni confuse. Nitafanya PhD. Ni juu mnakumbuka kwa Bible time. Mnakumbuka kwa Bible time brother Undertaker alionea Abel wivu akamuua. Undertaker tena alimcharaza. Kwa Bible kuna Undertaker kweli. Mnajua ni kwa nini? Mnajua God alimfanyia nini? Alimcharaza. Alimkain. Alafu mwalimu andikeni hiyo, itawasaidia kufanya fishing. Sasa ilikuwa jina yake, yani kiboko. Alafu mwalimu kuna swali. Uliza. Na alafu unaona huyo Cain angekuwa hapa Egerton angekuwa anaishi wapi? Cain? Hebu waambie. Hapa Kilimo. Alikuwa anafanya farming. Alikuwa anafanya farming, si ndio? Crop production. Crop rotation. Andika hiyo, itakusaidia kutafuta greener pastures. Akili. Sasa nataka sasa ni wapanue akili sahi. Mnajua kuna mtu unafaa kuogopa kwa Bible. Kuna tu mtu mmoja mnafaa kuogopa kwa Bible. Mnajua ni nani? Wewe chapia mwalimu. Goliath. Ni baba ya Abraham. Unajua kwa nini? Hapana. Ni juu kwa Bible baba ya Abraham alikuwa Tera. Na sio ni jina yake mzee. Tulia, hiyo point terrific. Andika hiyo, watu watakuogopa nayo. Hiyo point terrific. Kwa nini nasema sticky notes? Achana na hiyo. Achana Shujaz. Soma Bible. Soma Bible. Sasa huyu baba ya Abraham. Sasa Abraham. Mnajua, si mnajua